Naitwa Karimu Amari, hii hapa ni The Low Media, The Seiko E ndio kipindi hapo kiko hewani. Tuko mtaani hapa na sehemu ya wafanyabiashara Chief Kingalu hapa soko kuu mkoani Morogoro, ambao linafanya wafanyabiashara wengi tu ambao wanakuwa siku zote wanakuwa wanafanya biashara zao, na sometimes wanakuwa vile vile wanabishana mambo mengi sana kuhusiana basi na mpira. So cha kufanya ni kwamba niko na mdau hapa. Mwanangu unaitwa nani? Naitwa Cosmas, napatikana Chief Kingalu, soko kuu Morogoro. Okay, Cosmas, nataka ulipe maoni kuhusiana basi na mchezo wa RS Berkane dhidi ya Simba Sports Club ambao ulipigwa Morogoro kule. Tathmini yako wewe, ule mchezo unaongelea nini? Kwa tathmini yangu mchezo haukuwa mbaya sana, mchezo ulikuwa vizuri, isipokuwa Simba amejitahidi kwa kuzuia magoli. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu wale jamaa kimpira kiukweli wametuzidi kidogo. Umeona? Kwa hiyo tathmini ambazo tumeziona kwenye ile mechi kwamba Simba amejitahidi kadri ya uwezo wake, ndio maana amefungwa magoli mawili. Kwa sababu ile timu kiangalia kila anayekanyaga pale amefungwa magoli 4, 5 na kuendelea. Na hata ukuta wao unavyouona ni ngumu kupitika, na ndio maana umeona hata Simba ameshindwa kupata shoot on target mpaka mpira kuanzia dakika ya kwanza mpaka mpira unaisha. Kwa hiyo kwa mimi naona kama Simba amejitahidi kwa namna moja ama nyingine kuzuia kuto kupata magoli mengi ugenini. Sawa. Kuto kufungwa magoli mengi ugenini. Haya, Fadu huyo hapo papa amekaa hapo. Alafu mkutania 1-on-1 kama mimi hapa. Unataka kumpa ushauri gani kuhusu kikosi ambacho kinachokuja katika finali ya pili ambayo ilipigwa tarehe 25? Kwa ushauri wangu mimi kama mpenda mpira, maana hapa tusongele mapenzi, mimi kama mpenda mpira, Simba anachotokea kukifanya kucheza kwa akili, kwa sababu ashafungwa magoli mawili. Cha kufanya acheze kwa akili, arudishe magoli mawili, sawa? Baada hapo atafute goli la ushindi. Okay. Sawa, twende katika mchezo wa tarehe 25 ambao unatarajiwa kupigwa Amani au Mkapa. Wewe unahisi kwamba Simba mpira ule mchezo kupigwa Zanzibar na kwa Mkapa, wewe mwenyewe uko vipi kwanza? Kwa maoni yangu mimi, unajua mpira kama unaujua kama hujui na maanisha nini? Simba asilete mazoea kwa Mkapa, kwa sababu neno kama anavyosema Mkapa atoki mtu, hapana. Sawa, wenye mamlaka wamehamisha uwanja kuchezea Amani. Simba wasiogope, waingie kwa kujiamini, wakacheze mpira. Waache mazoea kwamba Mkapa atoki mtu. Au kwa nini atoki mtu? Unahisi Simba wanaogopa kitu gani mpira kucheza Zanzibar na sio kwa Mkapa? Sisi tunaishi kwa mazoea. Sawa, na ndio maana toka miaka hiyo unasikia slogan ya Simba kwamba kwa Mkapa atoki mtu. Hapana, sasa tushishi kwa mazoea. Haya, sio hivyo. Ni kwamba katika michezo ambayo nyuma yote ambayo imepigwa, Simba washafungwa kwa Mkapa pale. Tunajua hilo slogan kwamba Simba atoki mtu. Mimi kama it makes sense hivi, wewe yani washafungwaga. Ndio tunafahamu. Sasa Kafu ndio wanapanga mchezo. Mchezo upigwe wapi? Kwa Amani. Amani Zanzibar, si ndio? Kwa nini Simba hataki kucheza kule? Na ndio maana narudia mwanzo kwamba amezoea kuchezea kile kiwanja. Labda akienda kule anaona kama ni kitu cha tofauti. Kwa hiyo mimi namwambia tu Simba aende Amani akacheze mpira, abadilishe matokeo. Okay. Basi. Hakuna kitu kingine cha kuogopa. Wewe unahisi Simba unaweza kurusha bao mbili ambazo wazifunga timu ya RS Berkane? Mpira unawezekana. Kumbuka turudishe ya nyuma kama Liva amepiga goli 3 no campo pale Barcelona, lakini kaenda Mfridi kapindua meza kwa goli 4-0. Kwa hiyo mpira unawezekana. Kwa hiyo kama sisi watani wa jadi Yanga na Simba tunawapa tu big up. Ndugu zetu wajitahidi, wapambane, anaweza akachomoa goli 2 na akafanikiwa kubeba kombe. Nini tupate vibe tunaliomba liwe kwa Mkapa watu tujae. Sawa, tutasubiri tuone inakoaje. Mchezo kupigwa saa 10 na sio saa 4 usiku. Hiyo unahisi kwamba itakuwa ni advantage kwa Simba? Bado tuna advantage. Hata ikipigwa hata tuseme saa 7 bado tuna advantage. Unaweza kufanya comeback kweli kwa wale jamaa RS Berkane? Tunafanya comeback, lazima tufanye comeback kwa sababu kufanya kosa sio kurudia kosa brother. Lazima kwetu hapa lazima wanasemaje? Watoto wa Simba tunasema lazima kwetu wakae. Atoki mtu. Kweli? Atoki mtu. Sawa. Nini ambao ungependa kumshauri Fadu pamoja na benchi la ufundi zima kusema basi na mchezo wa marudiano wa finali ya pili? Labda kuna mapungufu madogo umeona katika mbungi iliyopita ile, na ungetaka umshauri kwa sababu umesema kama striker wako kama alikuwa ni kwa butu. Okay, in general unataka kumshauri nini Fadu, kocha mkuu wa Simba Sports Club? Kocha wetu tunaomba tu ajipange, atuwekee wachezaji wazuri. Mimi nawaambia mashabiki wa Yanga
yani napozungumzia mashabiki wangu, sababu hata mume wangu shabiki wa Yanga, yani wa Yanga hatusumbui, yani tunasema hivi, kwa Simba hatoki mtu, ndio kauli yetu mbiu, hatoki mtu atulembi mtu, shosho na kombe lazima tubebe. Haina ubaya, yani ndio tusema ubaya na tunabwela kweli. Mashabiki wa Yanga yani nawaambia hivi, bado tutawakela, umenielewa Alafu tena Yanga tunasemaje Yanga lazima mtuelewe, sisi wana Simba na washabiki wa Simba lazima kombe liwe letu na lazima kombe tulibebe, yani kivyo vyote tu. Wanajangwani nadhani wananielewa.